Bwana, Yanga na TFF bado wanapelekea na moto, na kwa taarifa ambazo niko nazo au nimezipata kutoka kwa mtu fulani hivi ni kwamba zile kurasa 167 ambazo Yanga waliziandika kwenda TFF zimeanza kupitiwa na watu mbalimbali ambao walitagetiwa kwenye ile taarifa ya Young Africans. Na kwa taarifa ambayo nimeipata ni kwamba kwenye mapitio ya yale malalamiko ya Yanga kuna vitu vingi ambavyo waliviainisha pale, na kwenye ile ripoti yao ambayo wameipeleka kule na mambo mengi, imeainisha vitu vingi sana ambavyo vinaweza kuteketeza baadhi ya watu pale bodi ya ligi na TFF. Na kwa taarifa ambayo nimepata ni kwamba moja ya vitu ambavyo Young Africans wameviandika ni pamoja na kutokuwa na imani na bodi ya ligi kwa ujumla. Kama unakumbuka kwenye barua ya Yanga mwanzoni kabisa walieleza kwamba hawana imani na Almas Kasongo pamoja na Steven Mguto, lakini sasa hivi sio tu hao watu wawili, lakini hawana imani na bodi ya ligi yote kwa ujumla. Wanadai kwamba kuna mambo mengi ambayo yanafanyika ambayo ni kinyume na kanuni na wanaonewa. Lakini pia masuala ya kuhusishwa pia na masuala ya rushwa na nini ni miongoni mwa vitu ambavyo vimetajwa hapo. Kama unakumbuka pia hapa katikati kumeibuka mijadala mingi ya kuhusiana na masuala ya upangaji wa matokeo na nini. Na moja ya vitu ambavyo kunazungumzwa ni kwamba Yanga alikuwa anaonekana anashinda kirahisi sana kwenye mechi zake tofauti na timu zingine. Sasa ni kitu kingine ambacho wao wamekilalamikia kwamba pamoja na kwamba wao wanagomea mchezo wa dabi, lakini kuna namna pia watu wanawazungumza vibaya. Kwa hiyo wanahitaji walau kusafishwa kwa namna yoyote ile, kwa maana ya kwamba wasionekane kama kweli wanapanga matokeo. Lakini apart from hilo ambalo linahitaji zaidi ufafanuzi na linahitaji zaidi taratibu za kisheria, kwa taarifa ambayo nimepata ni hiyo, tuliacha kwanza. Tuje hapa kwenye msingi wa malalamiko ambao wameyapeleka na kwa nini wana demand bodi ya ligi nzima ijiuzuru. Kinachosababisha Yanga wanataka bodi ya ligi nzima ijiuzuru, kwa taarifa ambayo nimepata ni kwamba wameainisha makosa ambayo mengi yamefanyika kwenye mpira wa Tanzania, kuanzia kwa waamuzi, lakini pia wakilalamikia baadhi ya matukio ambayo ni makosa ya waamuzi ambayo wameweza kuwanufaisha Simba. Kwa mujibu wa maelezo yao ni kwamba wanaamini kwamba wao walistahili zaidi kushinda, walistahili kuwa mbali zaidi ya Simba kama waamuzi wasingeipendelea Simba. Na kama unakumbuka kuna andiko aliwahi kuandika Ally Kamwe kipindi fulani ambao lilipelekea pia katika kwenye kamati ya nidhamu kuhusiana na waamuzi kwamba waamuzi wanaibeba Simba. Kama unakumbuka ile andiko ni andiko ambalo pia lilimaanisha kweli, kwa sababu moja ya vitu ambavyo alivitaja pale ni kwamba Simba wanapata penalti ambazo ni za uongo na nini na vitu kama hivyo. Sasa kwenye ile malalamiko hivyo vitu pia vimeainishwa pale kwamba kuna namna waamuzi wanabeba Simba, lakini wao wenyewe hawabebwi kama ambavyo Simba anabebwa. Kwa hiyo wanahitaji kupata fair. Sasa fair itapatikanaje? Ili fair iweze kupatikana, maana yake ni kwamba inabidi TFF na bodi ya ligi viongozi wake wajiuzuru, watafutwe viongozi wengine ndio ambao wanaweza kutenda fair mbele ya Young Africans. Na lakini kwa sasa hivi wanaamini kwamba hawapati ile fair inayotakiwa, kwa sababu baadhi ya viongozi ambao wako bodi ya ligi na TFF kwa ujumla, wengi wao ni mashabiki wa Simba. Kwa hiyo wanaamini kwamba ili haki ipatikane lazima hawa viongozi wa sasa waliopo waweze kuondolewa, na wakiondolewa pale kila kitu kitaweza kwenda vizuri na kitafanyika kwa ule ubora ambao unatakiwa. So this time around kwa kila ambacho kinaendelea ni kwamba wao wanachokihitaji ni viongozi wote wa bodi ya ligi kujiuzuru. Na kwa taarifa ambayo nimepata ni kwamba Yanga ni kama wako tayari kucheza dabi, lakini wanataka kuna baadhi ya viongozi watoke. Yes. Kwa hiyo hao viongozi wakitoka hao ndio Yanga atakuwa tayari kwenda kucheza dabi. Ni viongozi nani ambao wametajwa? Kwa taarifa ambayo nimeipata ni kwamba kwenye ile ripoti yao wametajwa Steven Mguto, wametajwa Almas Kasongo, lakini pia wametajwa Wallace Karia. Ni miongoni mwa watu ambao wanaamini kwamba watu wakiondolewa wao watakuwa tayari kwenda kucheza dabi na maisha yatakuwa vizuri kabisa. Sasa kwa kawaida ni ngumu kubadilisha viongozi wa bodi ya ligi katikati ya msimu, unless wao wenyewe mmoja ajiuzuru. Lakini kwa viongozi ambao wapo, sioni kama kuna namna wanaweza kujiuzuru katikati ya msimu. Manake wasipojiuzuru itabidi wasubiri mpaka mwishoni mwa msimu. Na maamuzi ya mchezo wa dabi haiwezi kusubiri mpaka mwishoni mwa msimu. Itabidi tusubiri hapo katikati, maisha yaendelee, msimu uishe, na msimu ukisha manake ndio wanaweza kufanya mabadiliko ya viongozi wa bodi ya ligi. Lakini kwa sasa
ni ngumu kubadili viongozi wa bodi ya ligi kwa sababu bado hakuna mustakabali, bado vilabu vingi vina imani na bodi ya ligi iliyopo sasa. Kwa hiyo Young Africans ambacho wanakidemand ni pamoja na hivyo kwamba bana vikitoka hivyo watu wakiondoka madarakani wao wako tayari kwenda kucheza dabi. Lakini issue nyingine kwa Yanga ni kwamba hawana imani pia na baadhi ya waamuzi wengi ambao wametajwa kwa taarifa ambayo nimepata, ni kwamba wapo waamuzi pia ambao wamewataja pale ambao pia wanaamini kwamba hao waamuzi wamechangia kwa namna moja ama nyingine kuwapa Simba matokeo mazuri. Na kama unakumbuka kulikuwa kuna mechi ya Simba na Mashujaa, Kefa Kayombo matukio yake yale ya penalti mbili za Simba ambazo ndo ziliwapa ushindi ni miongoni mwa matukio ambayo yametajwa kwenye ripoti ya Young Africans. Na hii ripoti ya Young Africans itaondoka na vigogo pale TFF. Yaani kuna vigogo pale TFF na bodi ya ligi watang'atuka kama hawatakuwa na ripoti ambayo inaeleweka kutokana na kile ambacho Young Africans kama club wamekilalamikia. Kwa taarifa ambayo nimepata ni kwamba kwenye ripoti yao imeanza kufanywa kazi na mamlaka na muda wowote kuanzia sasa maamuzi yatatolewa, kwa sababu kwa ile ripoti tunaambiwa inapaswa kuwekwa hadharani ili ijulikane kabla ya Juni 15 ili dabi iweze kuchezwa kama ambavyo taratibu zingine zinafuata. Lakini ili Yanga wacheze ni lazima hao viongozi wang'atuke. Sasa je, watakubali kung'atuka? Hayo na mengine mengi mimi nitaendelea kukupatia hapa. Wewe subscribe na maisha mengine na kila kitu utakipata hapa. Mimi ni Alex Ngereza, utanipatia kwenye mitandao yangu yote ya kijamii, Instagram, Twitter, na sasa X ambao ni sasa hivi X na Thread, jina hilo la Alex Ngereza.